lakini ni vibaya. Ngoja nisiseme. Mungu amesema kwamba yuko hospitalini, Mungu amsaidie aweze kupona kabisa. Hakuna kingine ambacho tunaweza kumuombea. Tuvuke Kongo sasa na Burundi, tutoke pale tuendelee pale Waswahili kabisa wa Tanzania. Kuna nini yani wa Tanzania wenzetu kunasemwa nini? Tanzania inakodolea macho ushirikiano wa kampuni za Urusi kwa uwekezaji wa angalau dola bilioni 2 kutoka Urusi kama njia ya kuimarisha zaidi ushirikiano huo kabisa. Haya yamebainishwa baada ya ziara ya kihistoria ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan baada ya miaka 57 bila kiongozi wa nchi hiyo kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki kutembelea Urusi kabisa. Ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi ilimfanya kuwa rais wa pili kutembelea nchi hiyo baada ya miaka 57, kwani wa mwisho kutembelea Urusi alikuwa Julius Kambarage Nyerere kabisa, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama hujui ni kufundisha hiyo, alikuwa Julius Kambarage Nyerere. Sasa hivi ni hayati, hayupo kabisa, aishafariki dunia. Rais Samia Suluhu aliyekuwa akihudhuria mkutano wa kimataifa wa uchumi, alikuwa na viongozi wengine wa Tanzania waliofanya mazungumzo na makampuni mbalimbali ya Urusi katika sekta zikiwemo afya, madini, kilimo na teknolojia kwa ujumla kabisa. Tumpongeze rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendeleza nchi ya Tanzania kabisa. Balozi wa nchi hiyo alikuwa John Ulanga alitangaza kuwa angalau dola bilioni 2 zinatarajiwa kama mapato kutoka kwa safari ya hivi karibuni na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Miradi ambayo Urusi itashirikiana na Tanzania itaongezeka muonekano kabisa wake katika soko la Afrika Mashariki kabisa, ndo hapo watakapoanzia. Ambassador ambapo anaitwa Ulanga alisema Tanzania inatarajia kufanya kazi na wawekezaji wa Urusi katika kuendeleza sekta muhimu katika vile afya, viwanda na uzalishaji wa chanjo. Sasa nikisema chanjo na magonjwa mengine yanajitolea kabisa, lazima wazalishe vyanjo mbalimbali kabisa. Kampuni hizo za Urusi pia zinaonyesha nia ya kuwekeza katika uchimbaji wa madini muhimu, ikiwa pamoja na usindikaji wa uranium kwa nishati na teknolojia ya kisasa kabisa. Kampuni ya nishati ya Urusi pia imeonyesha nia ya kusindika au kusafirisha bidhaa za mafuta na gesi nchini Tanzania. Unaona kwamba hayo mazungumzo yalikuwa manufaa kabisa. Mazungumzo hayo pia yalilenga katika sekta ya kilimo na teknolojia, uongezaji thamani na uendelezaji wa biashara ndogo ndogo na zinazoanza kabisa. Tanzania ilianza kuelekeza nguvu zake kwa Urusi baada ya uhusiano wake na nchi za magharibi sijui niseme kuzorota au niseme kwa lugha gani, lakini nikisema kuzorota unaweza kusikia kabisa, kufuatia matatizo yaliyojitokeza katika uchaguzi wa rais uliofanyika nchini Tanzania mwaka 2025. Hapo ni mwaka jana, mwaka ulioisha kabisa. Ni uchaguzi ambao Samia Suluhu Hassan alishinda kabisa, lakini upinzani uliokosoa vikali mchakato wa uchaguzi huo, hasa kwa vile uliofuatiwa na ghasia na maandamano yaliyoua watu wengi kabisa. Nchini hiyo kwa sasa ni ya pili kwa utajiri katika Jamhuri ya Afrika Mashariki, ambapo kuna sijui hawa ni nani wanaosema kwamba inakadiria pato la taifa la dola bilioni 94.89 ifikapo 2026, nyuma ya dola bilioni 147.26 za Kenya kabisa. Hapo inaanza Kenya alafu inafuata Tanzania. Uchumi wa Tanzania pia unatarajiwa
unatarajiwa kukua kwa kasi ya 5.9%. Hapo hiyo ndo habari iliyokuwa inahusu Tanzania. Hapo naona kwamba rais wa Tanzania alitembelea Urusi, lakini hayo matembezi yalikuwa na manufaa kabisa katika nchi ya Tanzania. Wanatarajia yani mshikamano au mawasiliano au yani sijui niseme nini, kusaidiana katika vile vyote, uchumi, teknolojia na nini na nini vingine vyote mlivyosikia kabisa. Tuko hapa ili tuambie nini kinaendelea hapo chini Tanzania, kinaendelea Uganda, DRC, Burundi, tena na Kenya na nchi na dunia nzima kwa ujumla. Msisahau kwamba mimi naitwa Naiba Lewini. Mmeshazoea kwamba tunakuwa na sehemu kuu tatu za kipindi chetu cha Kiswahili ambacho kinajulikana kwamba kwa jina la kipindi chetu cha Kiswahili ya habari magazetini, lakini kinakuwa na sehemu kuu tatu ambazo ni habari zilizovuma, habari za wiki. Tunakuwa na habari kuu ambayo tunaweza kuambia kabisa. Sasa ni wakati wa habari kuu. Una hofu, una hamu ya kusikia hiyo habari kuu niliyokuandalia kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Unajua nini habari kuu kabisa? Najua wengi mna hofu, lakini bila hofu au bila shaka, ngoja niwaambie kuna habari ambayo ilivuma kabisa siku za juzi za jana, ambayo inasemekana kwamba jeshi la Iran limetangaza kufunga mlango wa habari wa Hormuz, ambao 20% ya mafuta dunia nzima hupitia baada ya kulengwa na majeshi ya Marekani kabisa, ambapo ukisikia kwamba bei za bidhaa zimepanda, bei za kila kitu bei zimepanda. Ukienda pale kununua kila kitu bei imepanda. Jua nini kimetokea? Jua nini kimesababisha kupanda kwa bei hiyo kabisa? Taarifa iliyotolewa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Irani imesema kuanzia tarehe 11 Juni mwaka 2026 hakuna meli yote ile iliyobeba mafuta au bidhaa nyingine itakayoruhusiwa kupitia kwenye mlango huo wa habari, na kwamba meli yote itakayokiuka sheria hiyo itaangushwa kabisa. Unajua Irani hawachezi, Irani ukipitia tu unapigwa moto, risasi kichwani kabisa. Unajua ni kwa nini uamuzi wa kuifunga idhaa hiyo imekuja baada tu ya Irani kushambulia kambi za kijeshi za Marekani na katika eneo la Mashariki ya Kati, zikiwemo Bahrain, Kuwait na Jordan kuanzia kabisa Oktoba 10 mwezi huu ambao tumo ndani kabisa. Kuna IRGC ilisema shabaha hizo ni pamoja na Shehe Isa huko Bahrain. Alisema kwamba huko Kuwait na kwamba pia imezifyatulia risasi meli 2 za mafuta. Kuna matatizo kabisa ambapo zinazojaribu kuvuka mlango wa Hormuz kabisa. Yani ilisema inalipiza kisasi kwa mashambulio ya Marekani kwenye vituo vyake vya Karachi na bandari zake kwenye mlango wa habari wa Hormuz. Marekani ilisema kuwa inalipiza kisasi kwa helikopta yake yani kudunguliwa huko Hormuz kabisa. Sijui tutakuwa sehemu gani au pande gani, lakini Marekani nasema inalipiza kisasi, Iran nasema inalipiza kisasi, lakini huwezi kujua kisa au chanzo cha vita hivyo kabisa. Lakini kuambia kwamba huo mlango au hiyo Hormuz imefungwa na ndo inatolewa kabisa kusafirisha mafuta 20% dunia nzima. Ndio unaona kwamba kila kitu bei imepanda na inatarajiwa kupanda tena. Rais wa Marekani Donald Trump alisema jeshi la nchi yake litajibu kwa nguvu baada ya Irani kuangusha ndege hiyo iliyokuwa ikifuatilia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa habari wa Hormuz kabisa. Nilivyokuwa kama nimewaambia hapo nyuma, mimi niliona nchi ambayo kabisa, mimi hapo zamani za kale nilikuwa najua kwamba Marekani ndo nchi ambayo haiwezi kufyatuliwa hata risasi moja, lakini nilishaona kwamba kuna nchi ambazo ni kali na zina msimamo wake. Mfano Irani, wanafyatua tu, hakuna mchezo kabisa. Mlango wa habari wa Hormuz ni soko kuu la kimataifa la mafuta. Irani iliamua kuifunga baada ya kuzuka
uhasama wa Marekani na huko Israeli mnamo Februari 28, lakini baadaye ilipunguza vikwazo huku mazungumzo ya amani yakiendelea. Wakati wa mlango wa habari wa Hormuz ukifungwa, bei ya mafuta ilipanda katika soko la kimataifa, hapo nikikwambia kwamba na kufikia kiasi yani dola 120 kwa pipa ikilinganishwa na dola 80 kwa pipa kabisa. Hapo nikisema hapo unaweza kulinganisha na pale ulipo, kama uko Tanzania, kama uko Burundi, kama uko nje ya Afrika Mashariki, unaweza kulinganisha na yani vile jinsi bei za nchi yenu zilivyopanda kabisa. Bei za bidhaa nyingine hasa zile za Mashariki ya Kati kama vile mbolea nazo zilipanda kutokana na kupanda kwa gharama za usafirishaji wa huduma za abiria zikawa ghali zaidi kabisa. Sio hapo, ni dunia nzima kwamba kila kitu yani usafirishaji nini kila kitu kilipanda bei kwa sababu ya vita vya Marekani na Irani kabisa. Tumuombe Mungu apunguze ili tuweze kuendelea na maisha mazuri bila kupanda. Unajua kwamba vita ikisimama bei inarudi chini, vita ikianza tena bei inapanda kwa juu kabisa. Hayo ndo mambo kuhusu kufungwa kwa huo mlango wa mafuta. Kama wewe ni muumini wa Mungu, kama ni muumini kile chochote kile unachokiamini, omba vita isimame ili vitu viweze kuendelea katika hali ya kabisa. Bila kusahau kwamba tuna muda wa kujifunza Kiswahili. Siwezi kwenda nyumbani bila kuwafunza Kiswahili. Naamini kwamba siku moja utakuwa unazungumza Kiswahili kama changu mimi au kile chochote kile juu zaidi yangu au mwingine yote ambayo unamsikiliza akiongea Kiswahili. Kiswahili ni lugha nzuri ambayo inahitaji au inapendwa na kila mtu ambaye anaisikia.